Mimi nilisema nitatoa maamuzi yangu baada ya kupatikana. Kwa hiyo utatoka niko basi moja na wewe. Allah. La ASEC kuwa bingwa. Kuna vitu ambavyo jana amevifanya vimeniridhisha kwamba anakizi kuwa bingwa. Unajua jana kabla ya yeye kupata goli, tayari VAR ilikataa magoli matatu katika nyakati tofauti. Kwa mfano goli la kwanza lile ndani ya 6 inapigwa cross, mtu anaigusa kwa kisigino goli. Refa anaita kati lakini VAR inaenda inakataa. Ukiangalia kulikuwa hakuna kiashiria cha offside. Haya mengine labda unaweza ukasema kweli kulikuwa kuna viashiria vya offside, lakini ile goli ile niliona lilikuwa clear kabisa. Lakini kimsingi ni kwamba wakati mwingine pia unapocheza timu na timu wenyeji kwenye mashindano kama haya, VAR wakati mwingine inakuwa pia inaweza kuonyesha baadhi ya matukio ambayo pengine yanaweza kawa yasiyo na furaha kwa upande mmoja. Lakini bado waliweza kupambana, wana fighting spirit hali ya juu, waliweza kutafuta goli na kuweza kupata goli. Lakini kimsingi unaona namna wanavyodominate pia mpira. Wana uwezo wa kuanzia mashambulizi kuanzia golini, wanakwenda kwa kujiamini. Na wao ndo kwa mara kwanza nafikiri wanashiriki haya mashindano. Au walisha kushiriki huko nyuma masaa. Nani? ASEC. Mara kwanza. ASEC wali kwa sababu ya mwisho timu iliyoenda ilikuwa ni ASEC wapo kwenye mashindano kwa mara. Ndio. Kama ilivyo Gaborone. Kama ilivyokuwa Gaborone. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaona timu ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza, namna inavyocheza, wachezaji wanavyojiamini, mipango yao inakwenda kwa mipango ambayo inaonekana ni mipango watu wanalitaka goli kweli. Unajua katika hali ya kawaida unapokataliwa goli la kwanza, umetumia nguvu hiyo. Unapokataliwa goli la pili, unakataliwa goli la tatu, automatically unaweza ukatoka mchezoni. Kwanza kuzingatia unacheza na mwenyeji ambaye ni kwao pale, ana kila sifa ya yeye kuweza kuwa na advantage ya kuibuka na ushindi. Lakini bado wamefight mpaka wamepata goli, na baada ya kupata goli niliona waliamua kulinda lakini kwa kucheza pasi ambazo zina uhakika. Yaani si timu nyingine ambazo zinakuwa zinalinda mpira kwa kubutua. Wao walikuwa wanacheza pasi za uhakika, wakiendelea kulinda mpaka muda umekwisha. Na muda ukaongezwa dakika 6 lakini bado waliweza kulinda. Na refa akaongeza tena dakika nyingine 2. Kwa hiyo bado unaona ASEC wana kitu cha ziada. Kwanza ambacho mimi nimekiona kwao kiko vizuri, safu yao ya ulinzi inacheza vizuri zaidi, kutokuruhusu ile mianya yote ya watu kuweza kupata goli. Lakini safu yao ya ushambuliaji ni hatari zaidi. Ina watu wenye spidi, watu wenye uwezo kutumia nafasi kwa usahihi. Kwa hiyo kwangu mimi naipa nafasi. Japo wanacheza mechi ngumu zidi ya FAR Rabat ambao jana tumeona walivyocheza mechi zidi ya Mazembe. Jana Mazembe walifika paka kwenye dakika 120, hawakuwa na bahati ya kuweza kupata ushindi. Na hata upigaji wao wa penalty ulikuwa ni unaonekana hawakujipanga kwenye penalty. Yaani penalty zinapigwa si kama vile zinapigwa watu ambao wametrain namna ya kwenda kupiga penalty. Na hata golikipa wao waliomuingiza kwa ajili ya kudaka penalty, of course alidaka penalty moja, lakini penalty nyingine ambazo zilikuwa zinaweza kuzicheza hakuweza kuzipata. Kwa hiyo kupata matokeo yale ya ushindi jana ya FAR Rabat inaenda kutuonyesha finali moja ambayo ni ngumu sana ambayo itachezwa, lakini nimeona funzo kubwa. Leo hapa sasa tunaangalia ligi yetu ya wanawake. Unamna unavyoangalia mpira huu unavyochezwa na ukiangalia yale mashindano ya Afrika yanavyochezwa, unaona kuna daraja kubwa sana ya zile timu zilizopo kule zidi ya timu zetu ambazo zinacheza hapa. Leo uangalie Simba, hii ndio timu ambayo inabadilishana na JKT Queens kwenye namna ya kupata matokeo ya ubingwa. Anakuwa anachukua JKT, anachukua Simba, na nafikiri watu wamechukua kwa mizali ambayo inafanana na mara 4 kwenye ligi ya wanawake. Lakini unaona Simba naye ameshiriki mara moja mashindano yale na akafika nusu finali. Lakini ukiangalia kiwango ambacho Simba hapa anacheza, unaona hakifiki hata nusu ya kiwango ambacho ASEC wanacheza. Kwa hiyo bado unaona katika mpira wa wanawake tuna safari kubwa sana ya kuweza kusema siku moja tutaleta ubingwa huu wa Afrika kwa upande wa wanawake. Na hii inadhihirisha kwamba hata timu zetu ambazo zinaweza kucheza mashindano yenyewe ya Sekafa bado zote zinaonekana zipo katika level ya kawaida. Na ndio maana umeona ushangai timu zetu zikienda JKT kashachukua ubingwa ule mara 2 na kwenda kupata wakilishi wa mashindano ya Afrika. Simba Queens wameenda wamechukua ubingwa, wamepata wakilishi wa mashindano ya Afrika. FM